asifiwe. Asante Praise. Asante, Mungu awabariki sana. Asante. Labda sio, naona kama maiki imechoka kidogo beti, kama itawezekana. Asante. Mimi niliyesimama mbele yenu kwa jina ninaitwa Esau Mwanjwangu. Mimi Mwanjwangu kutoka ushirika wa Yerusalemu, lakini ni mjumbe wa kamati ya mipango na uchumi ya wilaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko wajumbe 10. Miongoni mwao ni kutaka kuifanya huduma ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Ukitaka wakwazo wa mrafi ajue wacheleweshe ibadani. Kitoa sadaka anapitiliza moja kwa moja, harudi tena. Uongo kweli? Uongo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba, mimi ni mgeni nisije nikaondoka na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Shirika wa Iyunga wakati tumekaa kwenye vikao waliwasema kwa mambo mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mnajitambua. Haleluya. Mnajitambua, naamini sitaenda muda mrefu. Kwanza si wasipendi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kwa ufupi, lakini tutakwenda kwa kusudi ambalo limetuleta mahali hapa. Haleluya. Mimi ni mjumbe tu, nimetumwa na wilaya kufika mahali hapa. Kusudi kubwa, labda nitoe maelezo kabla sijasoma neno. Tunajua kwamba tulikuwa wilaya moja kutoka hapa hadi Uyole. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sasa tuna wilaya mbili, tuna wilaya ya Uyole na Mbeya mjini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusudi kubwa kwa ajili ya jenga wilaya yako hii, tumetuma kwa mambo mawili au moja. Sasa sisi tumekuwa ni wilaya. Sasa sijui nani ni mpya, nani ni mgeni. Tuseme sisi ni wenyeji, si ndivyo? Niseme hivyo, sisi ni wakubwa, ni wenyeji. Tumegawanya zile wilaya. Sasa naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Wilaya yetu imegawanyika, lakini imegawanyika, tumebaki kama tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize vizuri. Wengine mtauliza, lakini wachungaji watakuja kuwajibu. Tumebaki wilaya ya Mbeya kama tulivyo. Tumepewa gari tu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mnanielewa vizuri? Tumepewa gari tu ambalo anatembelea mwenyekiti wetu wa wilaya. Hatuna ofisi. Baada ya kuona haiwezekani, kabidi itafutwe tu njia ya pili kumpeleka pale chuo cha ufundi Moraviani, kumpa ofisi. Kiti anachokalia, kwa waliofika pale nafikiri wanafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeishi kwa imani. Mimi naishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kwa kuwa wamebaki kule, lile jengo sasa litatumika na wale wa kule. Sisi tumebaki kama tulivyo. Sisi ni shirika nyingi kuliko wao na tuna uwezo kuliko wao. Nasema hivi, haleluya wapendwa. Tutakwenda kulifanya. Na kusudi kubwa ni kwamba mpaka kufika mwezi wa 9 tarehe 13 tunatakiwa tuwe tumepata shilingi milioni 300. Bwana Yesu asifiwe. Milioni ngapi? Tununue uwanja, tuanze kujenga ofisi. Kusudi letu kwamba tunatamani baada tu ya mwezi wa 9 tarehe 17, 18 tuendelee. Maeneo yameendelea kutafutwa na jimbo pia na wilaya kwa ajili ya kujenga ofisi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tutafika sisi tena, tutajenga kisasa zaidi. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kusema nini? Kwa habari ya leo ya jenga wilaya yako, ninaomba kila mmoja aone umuhimu kwamba mpaka leo tumenunua tu, tumechukopi kutoka kule mambo machache kutoka kwa, tumenunua kompyuta mpya kwa ajili ya kuendeshea pale. Kwanza mambo upya kabisa, lakini tunaweza na jimbo linafanya utaratibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda, tutafika. Kwa hiyo unapokaa leo juu kabisa, jenga wilaya yako hapa. Sisi kama Iyunga tumekisiriwa shilingi milioni 3. Kwa Iyunga hii sina shida. Bwana Yesu asifiwe. Sina shida, tutakwenda na tutapitiliza tu. Naomba tutasoma neno linatoka kitabu cha Hagai sura ile ya 1 mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Tutakwenda kwa haraka, tutembea kwa haraka sana. Ile Hagai. Lakini ningeomba mwenyekiti vijana kati, naomba nisomee hilo neno toka Hagai ile sura ya 1 mstari wa 5 hadi 11. Mtumishi wa Mungu, kiongozi wangu wa kwaya vijana kati,
Karibu niongoze kwa hilo neno kutoka hiyo Hagai sura 5 mstari wa kwanza mpaka 11 inasema nini? Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hagai sura ngapi? Sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 11. Mstari wa 15. No, sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 11. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natangulia kusoma. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha, ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani mwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. 11 na mwisho. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Asante. Tufunike macho tuombe. Jehova Baba mbinguni, ketia mahali pa juu. Bwana, unajua kabisa kusudi la ibada. Umeandaa wajumbe wako Mungu amani kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Hasustahili kugusa chochote Bwana, bali wewe peke yako kapate kuonekana. Nyamazisha mawazo ya kibinadamu, kaonekane kajitukuze mwenyewe Mungu amani. Hii ulipanga Mungu amani imetimia. Fanya kama kusudi lako lilivyokusudia kwa siku ya leo, kwa utukufu wa jina lako, na ika mikononi mwako neno hili takatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ambayo nabii Hagai alikuwa akiongea na wana wa Israeli kuwakumbusha juu ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mazuri sana, lakini kwa wengine anaweza kawavunja moyo kwamba inakuwaje, lakini ni maneno mazuri ambayo tunakumbushwa na leo hii kupitia Roho Mtakatifu au nabii wetu Hagai kutukumbusha juu ya kujenga mahali ambapo Bwana atakwenda kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani kila mmoja katika jinsi ilivyo anajua moyoni mwake kwamba Mungu anatakiwa afanyiwe nini na Mungu kusudi la Mungu ni nini. Haleluya. Nirudi nyuma kidogo. Watu wa Israeli, hawa watu walikuwa ni watifu. Ni kwamba walikuwa wakiambiwa jambo na Mungu au nabii au makuhani, wakiwaambia jambo ya kwamba mnatakiwa mfanye jambo fulani, walikuwa hawawezi kujiuliza mara mbili mara tatu, walikuwa wanaamka na kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukisoma sehemu nyingine anasema tena kwa wakati mwingine walitoa kwa moyo wa kupenda, walitoa vilifurika. Haleluya wapendwa. Nataka niseme kitu kwamba sisi kizazi hiki tulicho nacho cha leo ni tofauti kabisa na wana wa Israeli. Tumekuwa ni watu wa kujiuliza kutafakari maneno ya Mungu, kutafakari wahubiri, kutafakari kila ambacho kimetolewa madhabahuni au na matangazo. Ni kwa sababu tumewekewa jambo lililo gumu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini hatufiki kwenye lengo, na kwa nini sisi hata tukileta vitu wanasema nitavipeperusha? Ni kwa sababu tumeweka moyo ulio mgumu katika vile ambavyo Mungu amekutusudia kutufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme jambo moja. Nina imani hakuna ambayo madhabahu utaenda kuiendea ambayo haina sadaka. Haleluya. Hata wenzetu wanaoenda vichochoroni na nguo nyeusi usiku wana madhabahu zao. Uongo kweli?
wana madhabahu zao. Wengine katika mizimu yao wanapokujua na wao wana madhabahu zao. Lakini iweje kwamba sisi wana wa Mungu ambao tumeandaliwa mbingu na Jehova, ya kwamba tupigane vita hapa tupate kuvishinda vitu vyote vya duniani, yeye Bwana awe muongo kwetu? Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini Jehova anayemtumikia ni mwaminifu, ni kwamba kile kusudi la kutuamsha sisi na kuwepo duniani, ya kwamba tuweze kumtolea sadaka yeye, tuweze kupanda mbegu ambazo zimebarikiwa na Bwana, alafu zilete mazao. Ninaamini ni amina inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Hagai anasema, lakini kuna wengine anaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Tukisema mifuko iliyotoboka ni kwamba unaweka kitu mfukoni kinapitiliza. Maana yake una njia nyingi tofauti na ambazo Bwana amekusudia. Haleluya wapendwa. Unapanda mbegu zilizobungua, maana yake tunamaanisha kwamba unafanya kitu ambacho moyoni mwako hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Na ndio maana mazao yako shambani hayaendi sawa, kwa sababu mbegu unayoipeleka shambani unaipeleka iliyoharibika. Baadaye mwindi unamea kidogo, unaanza kubungua kwa sababu hukupeleka kitu kilicho sahihi. Haleluya. Na wakati ukumbuke, mvua na joto la ardhi ni vya Mungu. Ni kwa nini uvione ni vya kwako? Ni roho ambayo shetani ameipanda kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuuliza kwa nini hatutoboi? Hatutoboi kwa sababu tumeweka moyo wa jiwe. Ni watu wa kutafakari. Unajua, kuna mwingine yuko tayari, samani kwa vijana wenzangu, kuna mwingine yuko tayari aenda kabeti hata kutumia shilingi 50,000 alafu kuja kutoa zaka akupo. Uongo kweli vijana wenzangu? Uongo kweli? Kuna mwingine yuko tayari aje apendeze, aende saruni, apendeze vizuri kabisa, aonekane nywele zimelala vizuri kichwani, lakini kwenye zaka hajaweka. Uongo kweli? Je, leo kesho utalaumu kwamba hujatoboa? Huyu Mungu ni Mungu wa kweli atakao unamwabudu wewe? Biblia yangu inaniambia hivi, yeye Bwana hasemi uongo, yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mwaminifu na anatenda, na hajawahi kosea, na akiahidi amefanya nini? Hebu jione kwamba thamani yako na jinsi kila kitu ulicho nacho ni mali ya Bwana, alafu tenda uone. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Malaki anasema nijaribuni muone kama sitafungulia nini. Hapo ndipo ambapo binadamu tumepigwa upofu. Ningeuliza wanafunzi, nani ambaye anasoma shule leo hataki kufaulu? Utaki kufaulu mwanangu? Kila mtu anasoma shule ili atoke mahali alipo afike mahali pengine. Amen wapendwa. Nani anayependa mtoto wake aambie kwamba ana division 4 ya 30 ngapi sijui au ana 0? Kuna mtu anayependa? Sasa sisi tumepewa jibu rahisi katika kitabu cha Malaki, anatuambia hivi, nijaribuni kwa kunitolea muone kama sitafungulia milango ya nini. Sasa kwa nini tunasita katika hapo? Tumeshikwa na nini? Kitu gani ambacho kimetuzuia? Shetani amepanda mbegu ambayo yeye anajua kabisa. Unajua shetani mbingu anaifahamu. Haleluya wapendwa wenzangu. Mwokovu shetani anamfahamu, anajua kabisa kwamba baada ya siku hiyo nikimwachilia jinsi alivyo, niende naye jehanamu, nizuie yaliyo mema ya kwake. Haleluya wapendwa. Anasema nizuie yaliyo mema ya kwake. Kuna mwingine ninaamini hakuna mtu ambaye hajapitia magumu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tumeona watu wengine wamekuja kushukuru Mungu kwa ajili ya vile Mungu ambavyo amekwenda kuwatoa wa ndugu zao. Amen wapendwa. Kuna mwingine mpaka hivi tunavyoongea una kesi mahakamani. Haleluya wapendwa. Naamini aidha umenyang'anywa shamba au ndoa imeleta shida. Bwana Yesu asifiwe. Watoto nyumbani hawajakaa sawa. Kibarua chako kazini hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unanyang'ana. Hakuna. Nasema siku zote unaposema maombi yako ni lazima yaangalie yana sadaka yake. Haleluya wapendwa. Si Mungu amesema nijaribuni kwa kila kitu. Amen wapendwa. Na Mungu hata kubali mtesi wake ataisa wakati yupo, yeye anatenda haki. Haleluya wapendwa. Hata kubali hata siku moja mtakatifu wake uteseke, hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja hapa ana jambo ambalo lipo linamsumbua. Lakini je, umesema nini juu ya Bwana, juu ya sadaka yako na Bwana? Umejipangaje? Kwa sababu mimi naamini zaka, ninaamini shukurani au ujenzi wa kanisa unapotoa, umeisemea neno, Mungu anakwenda kutimiza. Haleluya wapendwa. Mimi sio mimi nayesema. Ni Roho Mtakatifu na Bwana alivyotuahidi. Amesema nijaribuni.